Katika hali ya kustaajabisha, mashambulizi ya Israel dhidi ya Iran yamegeuka kuwa ushahidi wa kushindwa kwa ujasusi wa kisasa wa kijeshi. Iran, kupitia maandalizi ya muda mrefu na matumizi ya teknolojia ya hali ya juu ya udanganyifu wa kivita, imefanikiwa kuipumbaza Israel kwa kiwango kinachozua maswali makubwa kwa mataifa ya Magharibi na washirika wao. Kwa muda wa siku chache zilizopita, Israel imekuwa ikirusha makombora ya hali ya juu dhidi ya maeneo ambayo inaamini kuwa ni ghala za makombora ya masafa marefu, rada za ulinzi na vifaa vya kiulinzi vya Iran. Hata hivyo, katika maeneo mengi yaliyolengwa, hapakuonekana milipuko ya ndani wala moshi wa mafuta au moto unaotokana na silaha halisi. Mazingira haya yamepelekea wachambuzi wa kijeshi kuanza kuamini kuwa Iran imeweka vifaa vya bandia maarufu kama decoys kwa makusudi maalumu kupoteza malengo ya Israel. Miongoni mwa walioibua hoja hii ni Scott Ritter, afisa wa zamani wa ujasusi wa kijeshi wa Marekani ambaye kwa miaka mingi amekuwa akichambua vita vya Mashariki ya Kati. Kwa upande mwingine, Profesa Said Mohamed Marandi kutoka Chuo Kikuu cha Tehran ameungana na wachambuzi wengine wa ndani kueleza kuwa Israel imekuwa ikishambulia maeneo yaliyoandaliwa kama mtego, decoys, yasiyo na vifaa halisi bali sura ya vifaa vya kivita. Kile kinachojitokeza sasa ni kwamba Iran haikuchagua kupambana moja kwa moja kwa kutumia makombora dhidi ya makombora, bali iliamua kutumia akili, ujanja na mbinu za kisaikolojia ambazo zinafanikiwa zaidi kwenye zama hizi za vita vya kiteknolojia. Katika mashambulizi ya maeneo ya jangwa, Iran imeweka mizinga ya plastiki inayofanana kabisa na makombora halisi, rada zinazofanya kazi, magari ya kivita bandia na hata mitambo ya umeme inayotoa ishara za rada zilizotengenezwa makusudi kuonekana na satellite za Israel na Marekani. Mbinu hii ilichochea Israel kutekeleza mashambulizi ya gharama kubwa ikitumaini kufanikisha kuharibu uwezo wa Iran. Lakini ukweli ni kwamba haikupata hasara yoyote ya kimkakati kwa Iran. Badala yake, Iran iliendelea kufanya kazi zake kwa utulivu, ikijua adui wake anatumia nguvu zake kupiga hewa. Wakati kamera za satellite za Magharibi ziliporipoti kwamba baadhi ya maghala ya Iran yameshambuliwa, wachambuzi wa ndani walihoji ni kwa nini hakuna mlipuko wa ndani au kuungua kwa muda mrefu kama kunavyotegemewa kwa ghala halisi la makombora. Hii ilikuwa dalili ya wazi kuwa vifaa vilivyolengwa ni vya kubuni, vilivyoundwa mahususi kuvuta macho ya maadui. Kufikia sasa, takwimu za mashambulizi zinaonyesha kuwa zaidi ya 70% ya makombora ya Israel yameelekezwa kwenye malengo feki. Maeneo haya yalikuwa hayana ulinzi mkali kwa sababu hayakuhitaji kulindwa. Tayari yalikuwa ni mitego ya kisekta. Katika miaka ya nyuma, Scott Ritter alikuwa miongoni mwa maafisa wa Marekani waliotambua kuwa Iraq wakati wa vita vya Desert Storm ilitumia vifaa vya bandia kudanganya mashambulizi ya Marekani. Hii inaonyesha kuwa mataifa ya Mashariki ya Kati yameendelea kukuza mbinu hizi kwa kiwango cha kisasa zaidi. Iran imefanya uvumbuzi wa hali ya juu wa vifaa vya udanganyifu vinavyovutia satellite, drones za kijasusi pamoja na rada, kisha ikaviweka kwenye maeneo yanayoonekana kuwa nyeti kwa makusudi. Mbinu hizi zimepewa msukumo na wataalamu wa vita vya kisaikolojia wakishirikiana na wahandisi wa kijeshi na wanateknolojia wa rada. Katika ulimwengu wa kisasa wa kijeshi, taifa lenye uwezo wa kuonesha picha ya uongo ndilo linaloshinda. Hii ni falsafa ambayo inaonekana kuendeshwa kwa mafanikio makubwa na Iran. Kwa sasa Israel inakabiliwa na maswali magumu kutoka kwa washirika wake. Je, ujasusi wao ulikuwa sahihi? Je, wamefanikiwa kwa kweli? Au wamechezewa kwenye uwanja wa akili? Marandi, akiwa katika chombo cha kitaalamu cha uchambuzi nchini Iran, ameonyesha wazi kuwa hali ya utulivu wa Iran baada ya mashambulizi ya Israel ni ishara kuwa hakuna kilichoathiriwa. Hakuna harakati za haraka za kuhamasisha silaha, hakuna maandalizi ya mashambulizi ya kulipiza, na hakuna hotuba kali kutoka kwa viongozi wa juu isipokuwa hotuba ya kulaani mauaji ya wanasayansi wa nyuklia nchini Iran. Hali hiyo inazua tafsiri moja. Iran ilijua mashambulizi yatakuja, ikaandaa uwanja wake, ikaweka mtego, na Israel ikaingia kwa haraka bila uhakika wa kile ilichokuwa ikilenga. Kwa mtazamo wa kiintelijensia ya vita, hiki ni kipigo cha kifalsafa zaidi kwa Israel kuliko kupoteza wanajeshi au ndege. Ni aina ya kushindwa
inayodhoofisha imani ya taifa katika uwezo wake wa kulinda mipaka yake na kupelekea mashambulizi ya kulenga kwa usahihi. Aidha, hii si tu aibu kwa Israel, bali pia kwa mifumo ya ushirikiano wa kijasusi wa Magharibi ikiwemo Marekani. Maeneo yaliyopigwa yalipaswa kufanyiwa uchunguzi wa ndani zaidi kabla ya kuamuliwa kuwa ni malengo halisi. Satellite na drones zilikosea. Ujasusi wa ardhini ulishindwa katika hili. Hii ni ishara kuwa adui hawezi kuonwa kwa macho ya kamera peke yake. Katika enzi hii ya vita ya kiteknolojia, ushindi haupimwi tu kwa idadi ya mabomu yaliyoporomoshwa, bali kwa uwezo wa kulinda taarifa na kuelekeza adui kupoteza risasi kwa vitisho visivyokuwepo. Kwa kumalizia, mashambulizi ya Israel dhidi ya Iran yamegeuka kuwa darasa kwa mataifa yote ya kijeshi duniani. Bila ya akili ya kina, silaha ni bure kabisa. Bila uwezo wa kutambua mtego, nguvu ya kijeshi kubadilika kuwa udhaifu wa kisiasa. Na kwa Iran, huu ni ushindi wa kimkakati, ushindi wa akili dhidi ya nguvu.